Lengo la leo ilikuwa ni kushuhudia kusaini kwa mkataba kati ya shirika letu na kampuni inayokwenda kutuletea ukamilifu wa miundombinu ya kufikisha maji majumbani. Mwaka jana nilifika mahala hapa, nikauliza maswali, majibu yaliyopatikana hapa nikashindwa kuendelea kuuliza, nikaamua kuondoka. Moja ya swali kubwa lilikuwa kwa nini kisima kipo, lakini hata wananchi wa kijiji hiki cha Oldonyo hawana maji. Na mtaalamu anakuambia maji yapo, lakini wananchi hawana maji. Sifa yetu sio kuwa na visima vyenye maji. Sifa yetu ni wananchi kuwa na maji makazini na majumbani mwao. Lakini pia tulifanya kikao na watendaji na viongozi. Viongozi wa Namanga wakawa na majibu tofauti na viongozi wa wananchi. Wenye mradi wa maji wanatoa majibu yao, na wa viongozi waliochaguliwa na wananchi wana majibu yao dhidi ya vile visima au vizimba vilivyokuwa vimechimbwa kwa ajili ya kuwahudumia wananchi wa Namanga. Na pale tukabaini pia kuna tatizo. Sasa leo tunafungua ukurasa mpya ya kwamba ile ndoto na kilio cha wananchi kupata maji inakwenda kuondoka. Na wasiofahamu historia, huu mradi wa kuchimba kisima ni mradi uliokuwa kwenye mradi mkubwa wa bilioni 520 wa jiji la Arusha. Kwa hiyo viko visima vilipangwa kuchimbwa, lakini hiki ni kimojawapo kutokana na uhaba na changamoto za maji wakaja kuchimba hapa. Shida ilikuwa kuyatoa sasa maji walipoyachimba kuwapelekea wananchi. Hii ni moja ya ajenda na ndoto ya Daktari Samia. Sio tu kwa sababu ni rais wa Jamhuri ya Muungano, sio tu kwa sababu alikuwa makamu wa rais, lakini kwa sababu yeye ni sehemu ya jamii iliyoteseka kwa muda mrefu kuhangaika kutafuta maji. Tunamshukuru sana kwa kuwa kiongozi aliyepata nafasi na kukumbuka maisha ya wanawake wenzake na kuweka mkazo wa kuwapigania ili kuwatua ndoo kichwani na kujenga uchumi imara. Kwa hiyo niwaombe wananchi wa wilaya ya Longido, siwe kikwazo kwa huu mradi. Mradi usianze ukasema eneo langu hili naomba nifanyiwe hivi. Utamfanya mkandarasi achelewe, afu baadaye lawama zinakuja kwa serikali. Kama ambavyo mmefanya kwenye eneo hili, mmetoa bure bila kuiomba serikali fidia, tunaamini pia mtatupatia njia za kusambaza maji bila kuwa na usumbufu ili wananchi wote wapate maji kwa wakati mzuri.